Juni 23. Jumatatu. Mwaka wa 2025. Nahodha wa mnara wa mlinzi katika sehemu 3, Baptizani ya shamba. Isaya 62:10. Piteni, piteni katika malango, itengenezeni njia ya watu, tutieni barabara, toeni mawe yake, twekeni bendera kwa ajili ya kabila za watu. Majanga makubwa yatakuja. Kwa hiyo ninyi remnant lazima mjiandae kwa kuwa na uwezo wa kufanya kazi za uponyaji. Lazima utafute sababu kwa nini lazima usome. Kwa nguvu ambayo Mungu anatoa, lazima uinue Baptizani shambani. Kwanza ni lazima ujue mambo ambayo Yesu alikupa. Yesu alikupa Baptizani ya kiti cha enzi, safari na miongozo. Kwanza ni agano la mlima Kalvari. Kupitia tukio la mlima Kalvari, Yesu alimaliza matatizo yako yote. Yafuatayo ni maagano ya mlima wa Mizeituni, ambamo ndani yake kuna siri ya ufalme Mungu zilitolewa, na chumba cha juu cha Marko, ambamo ujazo wa Roho Mtakatifu ulifunuliwa. Haya ni maagano ambayo unapaswa kushikilia milele. Pili, lazima ujue ni nini kilichotolewa kwa kanisa. Lazima uweze kuona hii. Ni ukumbi wa mataifa na ya shamba la uponyaji ambao huponya magonjwa ya Matendo 13, 16 na 19. Lazima pia uone ukumbi wa watoto. Tatu, lazima ujue vitu ambavyo walipewa remnant. Ni Baptizani ya uponyaji inayoleta uponyaji kwa wengine. Pia ni Baptizani ya TCK inayookoa TCK na Baptizani ya Mwashi Mtakatifu. Kwa hivyo, lazima ujiandae ili kazi zako katika siku zijazo zitatumika katika kazi ya kuinua Baptizani hizi. Lazima uokoe shamba kwa nguvu ambazo Mungu hutoa. Naomba ujipe changamoto ya kupata sababu kwa nini ni lazima usome na kukuza Baptizani katika shamba. Ombi la leo: Mungu Baba, ninapopata umuhimu na sababu kwa nini ni lazima nisome na kuokoa shamba, nisaidie kuinua Baptizani shambani. Ninaomba katika jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Amen.